katika kipindi chote cha uchaguzi kuanzia kampeni hadi sasa. Katika kipindi cha uchaguzi, mamlaka ililazimika kupunguza usimamizi wa shughuli ndani ya mji mkongwe kutokana na wingi wa watu waliotembelea eneo hilo kutoka maeneo mbalimbali ya Zanzibar wasiofahamu sheria na taratibu za mji mkongwe, jambo ambalo lingeweza kusababisha usumbufu. Kwa vile sasa hali imerejea katika hali ya kawaida, mamlaka inapenda kuwakumbusha wakazi na watumiaji wa mji mkongwe kuendelea kufuata sheria na kanuni zote za mamlaka, zikiwemo zifuatazo. Namba 1, kutofanya shughuli yoyote ya ujenzi ndani ya eneo la hifadhi bila ya kupata ruhusa ya mamlaka. 2, kutoingiza chombo chochote cha moto katika maeneo ya ndani ya mji mkongwe bila ya ruhusa ya mamlaka. 3, kwa wenye bodaboda na bajaji kutoanzisha vijiwe nje ya maeneo yaliyopangwa na mamlaka kwa ajili ya shughuli hiyo, ambapo vijiwe vyote vinajulikana kwa wenye bajaji pamoja na bodaboda. 4, kituo cha magari ya abiria cha Bustani ya Jamhuri Garden kitumike kwa muda usiozidi dakika 3 tu kwa ajili ya kushusha au kupakia abiria tu na si vinginevyo. 5, kutotembeza biashara ya aina yoyote ndani ya eneo la hifadhi ya mji mkongwe, ikiwemo kutembeza mifuko maarufu kama Kariakoo. 6, kutofanya biashara katika maeneo yasiyo rasmi kama vile kando ya barabara, njia ya tembea kwa miguu na kadhalika. 7, kutofanya shughuli ya kuombaomba ndani ya maeneo ya hifadhi. 8, kutosumbua wageni kwa kuwauzia bidhaa za mikononi ndani ya eneo la hifadhi. 9, kutofanya shughuli za upigaji wa debe au upapasi wa tiketi katika eneo la Malindi au maeneo mengine ya hifadhi ya mamlaka ya mji mkongwe. 10, kutotupa taka au kusababisha uharibifu wowote wa mazingira ndani ya eneo la hifadhi. Mamlaka inawaomba wananchi wote wanaotumia eneo la hifadhi ya mji mkongwe kujiepusha na uvunjifu wa sheria zilizowekwa. Hatua kali za kisheria zitachukuliwa kwa yoyote atakayekiuka sheria za usimamizi wa hifadhi ya mji mkongwe. Tutii sheria bila shuruti. Imetolewa na mamlaka ya hifadhi.